kwa maana yeye ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Fadhila za upole na fadhila za unyenyekevu, hasa fadhila ya unyenyekevu, wataalamu mbalimbali wa maandiko matakatifu na masuala ya kiroho spirituality wanajieleza kwamba ndiyo fadhila mama katika fadhila zote. Ili uweze kuishi fadhila nyingine, lazima kwanza uongozwe na fadhila hii ya unyenyekevu, ambayo sambamba itaendana na fadhila ya upole. Pasipokuwa na fadhila hizi mama, yani fadhila ya unyenyekevu na fadhila ya upole, ni ngumu sana kwetu sisi kuishi hata fadhila nyingine kama fadhila ya kusamehe, fadhila ya kupenda na fadhila nyingine. Itakuwa ngumu kuziishi. Ndio maana jambo la kwanza Kristo anatualika tujifunze kutoka kwake. Katika somo la kwanza, nabii Zekaria anatoa unabii wa Masia atakayekuja. Na huyu Masia atakayekuja, nasema yeye atakuwa na sifa pia za pekee. Na sifa ya kwanza atambatana na hizi fadhila. Kwanza atakuwa ni mtu mwenye haki, naye atakuwa na wokovu. Anasema pia atakuwa ni mnyenyekevu na amepanda punda, kuonyesha ishara yeye ni mtu wa amani. Kwa sababu kwa nyakati huo mfalme mara nyingi alikuwa anatumia farasi wa vita kama mtu ambaye siku zote yuko katika shari. Lakini mfalme ambaye nabii Zekaria anamwelezea atakuja kuwakomboa wana wa Israeli atakuwa tofauti na wafalme wengine. Yeye atakuwa ni mpole, atakuwa ni mnyenyekevu, lakini pia anasema atakuwa ni mtu wa haki. Ndio maana Kristo anajifunua, au utabiri huu wa Zekaria unajifunua kupitia Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye anatualika sisi kwamba tujifunze kutoka kwake. Lakini sehemu ya kwanza ambayo ya Injili, Kristo anamshukuru Mungu kwamba Mungu aliyeziumba mbingu na nchi amewaficha watu wenye hekima mambo yake na akawafunulia watu walio wadogo. Na hii ndiyo siri ya kimungu. Daima siri ya kimungu haiendi sana kwa watu ambao wanajiona wanajua au wanafahamu au wao ni waelewa, wale ambao wanajiona ndio wenye hekima ya dunia hii. Lakini anasema daima Mungu anafanya kazi na wale waliojidhili, wale waliojishusha, wale ambao wamekubali kuwa wadogo. Ndiyo Mungu anafanya kazi na watu hao, ili tuweze kumfuata Mungu, ili tuweze kujifunza kwa Mungu, ili tuweze kumjua Mungu vizuri. Anasema lazima tuwe kama watoto wadogo. Ndio anasema nakushukuru Baba wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya ambayo yanatokea sasa haukuwafunulia wakubwa, uliwafunulia walio wadogo. Ndio maana hata Kristo alipokuwa akiwaita watu, alikuwa akiwaita watu wale ambao jamii ilikuwa ikiwaona hawafai, jamii ilikuwa ikiwakataa. Ndio hao Kristo alikuwa akiwaita wale ambao walikuwa wanadharauliwa na jamii, wale ambao walikuwa wanatengwa na jamii. Kristo ndio aliyewakaribisha na wao ndio waliokuwa tayari kumfuata. Lakini wale ambao walijiona maarufu kwenye jamii, hakuna mmoja ambaye alimfuata. Wachache ambao walimfuata Kristo, na waliojaribisha kumfuata Kristo walimfuata Kristo kwa siri. Kwa mfano akina Nikodemu, wanasema wao walimfuata Kristo usiku. Waliwaogopa watu kwa sababu watu wangejua. Kwa hiyo wao hakutaka kumfuata Kristo. Lakini unaona wakina Petro, wakina Andrea, wakina wale walikuwa wavuvi, watoza ushuru, wakina Mathayo ndio wanaomfuata Kristo. Kristo anaposema nifuateni, hao wanakuwa tayari kumfuata Kristo. Ndio maana Kristo anapomshukuru Mungu analiangalia kundi lake. Anasema nakushukuru Mungu kwa kuwa umewaruhusu hawa walio wadogo wakufuate. Umeruhusu hawa walio wadogo wakujue. Umeruhusu hawa walio wadogo wakutafute. Anasema nakushukuru kwa ajili ya hayo. Kwa hiyo ni kuonyesha kwamba toka mwanzo Kristo alikuja kwa wale ambao walivunjika moyo. Ndio maana anatuambia katika Injili ya Luka anapoeleza juu ya ule utabiri wa nabii Isaya kwamba Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta ili kuwaganga waliovunjika
waliovunjika moyo, kuwahubiria Injili wale waliofungwa, kuwavuta wale waliopelekwa pembeni na kuwaleta karibu. Kwa hiyo toka mwanzo kazi ya Kristo ilikuwa ni kwa ajili ya kuwavuta wale waliokata tamaa, wale ambao wamevunjika moyo kwa sababu mbalimbali. Ndio maana hata wale wafuasi wake alipowaona, basi anamshukuru Mungu pia, kwa sababu hawa wamekubali kunifuata na wamekubali kufuatana nami katika hali yao. Ndio maana anawapa maneno haya mazuri ya matumaini, kwa sababu wengi waliomfuata ni wale ambao walikuwa wametengwa na jamii yao. Tunaona makahaba, watu mbalimbali waliokuwa wakimfuata, watoza ushuru waliokuwa wakimfuata, na wakati fulani walikuwa wakipewa shutuma mbalimbali. Kwa nini mnamfuata huyu mwalimu wenu? Mbona anakaa na walevi na walafi? Lakini Yesu akawakaribisha. Yesu bado akawakaribisha, akasema, mimi sikuja kwa ajili ya wazima, nilikuja kwa ajili ya wagonjwa, ili kupitia mimi hawa wawe na uzima tele. Ndio maana nabii Zekaria katika somo la kwanza anasema huyu Masia amebeba na nguvu ya wokovu, kwa sababu ndiyo kazi ya Kristo aliyokuja nayo, kuwaokoa wale ambao walikuwa wamekata tamaa, wale ambao walikuwa katika uvuli wa mauti. Ndio maana anawaalika, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Akiwapa maneno hayo ya matumaini kwamba pumziko lenu halitapatikana mahali popote, pumziko lenu halitapatikana sehemu nyingine isipokuwa mkija kwangu, hasa kwa sababu mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Anasema, jitieni nira yangu mjifunze kwangu. Kwa hiyo tunapojiweka chini ya Kristo, tunapojitia kwenye nira ya Kristo, nake kuongozwa na Kristo, Kristo atatufundisha namna ya kukabiliana na changamoto zetu, namna ya kukabiliana na magumu yetu, namna ya kukabiliana na shida zetu, kwa sababu anatambua katika ufuasi wetu na katika maisha yetu ya kila siku tunakutana na changamoto, tunakutana na magumu, tunakutana na shida. Sasa katika haya magumu tunayokutana nayo, katika hizi shida tunazokutana nazo, je, kimbilio letu sisi ni wapi? Ni wapi ambapo tunaenda kupumzika? Katika ulimwengu wa sasa unaweza ukatuonyesha maeneo mbalimbali ya kupumzika katika shida zetu, lakini maeneo hayo tunaenda kupumzika, tunapumzika sawa sawa? Kuna mwingine labda kwenye ndoa yake kuna changamoto, kuna magomvi kwenye ndoa yake. Ulimwengu utaambia sasa, huyu kama anakusumbua wewe mkomeshe, oa mke mwingine, muolee mke mwingine. Ukioa mke mwingine huyu anatulia, anaoa huyu mwingine, anakuta huyu ndo afadhali aliyemwacha nyumbani, ana bora tu niwe narudi tu nyumbani. Kwa hiyo alizania angeoa mke mwingine hali yake ingetulia, magomvi ya familia labda angeisha, lakini unakuta ndo ameoa moto wenyewe. Anadai bora nikapumzike kwa yule mwenye shida. Kwa hiyo bado hajapata pumziko. Kwa hiyo Kristo anasema katika mahangaiko hayo, pumziko kamili lipo kwangu. Pengine tunahangaika na magonjwa mbalimbali yanatusumbua, wakati hapa nimetembea kwenye mahospitali, nimechoka, ngoja niende kwa waganga wa kienyeji, labda huko atanisaidia. Ufika kule ndo wanakuongezea matatizo zaidi. Anambia ugonjwa wako wewe umerogwa na mjomba wako yule wa jirani, anakuongezea chuki. Unaanza kuwachukia watu, kumbe shida wala haipo huko. Kwa hiyo unakuta mahangaiko bado yanaongezeka. Ndio maana Kristo anasema jitieni nira yangu. Nira ni wale wanao waendesha farasi, wanao waendesha farasi, ile nani, wanao hata wakulima wanaolima kwa ng'ombe. Kuna kitu anamvisha ng'ombe kwa ajili ya kumuongoza. Hata farasi kama kichuma fulani kinakaa mbele, ukikata kona, yule farasi anaelewa kwamba anatakiwa elekee huko. Ndio maana Kristo anasema jitieni nira yangu, yaani kuweni katika mwongozo wangu, na mkikaa kwenye nira yangu mtajifunza kutoka kwangu. Kwa hiyo fundisho ambayo ametuelekeza namna ya kutembea katika magumu tunayokutana nayo si mwingine, ni Kristo. Wakati fulani katika magumu tunadhania labda kwa njia ya kuwashirikisha wengine, kuwashirikisha wapendwa wenzetu, haya magumu yetu yataondoka, tutapata pumziko. Bwana, mimi na changamoto kwenye ndoa yangu 1, 2, 3, namuelezea vizuri mpendwa,
na yeye anasema kwa kweli inaumiza, inasikitisha kwa kweli. Ukigeuza tu kisogo, naye ananyanyuka, anaenda tena kwa rafiki yake, anasema usimwone yule anavaa vitenge vizuri, anapendeza, ana matatizo yule, tumuoneage tu huruma. Badala ya kuwa faraja kwako, yeye ndo anaendelea kukuumiza zaidi. Kwa hiyo wengine Tanzania tukiwapelekea watu wanaweza akawa faraja kwetu, tukiwapelekea watu wanaweza wakawa kitulizo kwetu, tunaweza tukapumzika kwa sababu tumewashirikisha watu, lakini inakuwa tofauti, yanakuwa ni maumivu na maumivu na maumivu zaidi. Ndio maana Kristo anasema tujifunze kwake. Kwanza tumwendee yeye, tukampelekee hiyo mizigo inayotusumbua. Unajua katika hali hii nimesema kila mmoja ana mzigo wake, kila mmoja ana mzigo wake unaomwelemea. Je, wewe huo mzigo wako unampelekea nani? Kuna wale ambao wanakuwa tayari kumpelekea Kristo, kwamba Kristo ndo mzigo wangu, naomba unisaidie. Pengine ni familia yako ndo mzigo wako, pengine kwenye ndoa ndo mzigo wako, pengine watoto ni mzigo wako, pengine maisha ni mzigo wako, yote unampelekea Kristo. Kuna mwingine anasema mimi Bwana, huyu ndo mzigo wangu, huyu ndo mzigo wangu, anaung'ang'ania, basi mfanya hivi. Hapana, mimi Bwana nishazoea, huyu ndo mzigo wangu. Sasa huyu mlaki hataki kujikabidhisha kwa Kristo anayetualika kwamba sisi ambao tunaelemewa na mizigo, sisi ambao tunaelemewa na masumbuko mbalimbali katika nyakati zetu hizi, basi yeye ndiye awe kimbilio letu. Lakini jambo la muhimu pia ambalo Kristo anatukumbusha pia ni kuendelea kumjua yeye. Anasema mimi nimekabidhiwa vitu vyote na Baba yangu, vitu vyote, wala hakuna mjuaye mwana ila Baba, wala hakuna mjuaye Baba ila mwana, na ambaye mwana apenda kumfunulia. Kwa hiyo tukitaka kumjua Kristo, tukitaka kumjua Baba, lazima kweli tujiweke chini ya miguu ya Kristo. Tumruhusu Kristo aendelee kujifunulia kwetu, aendelee kutuvuta kwetu. Anasema hakuna atakayemjua Baba kama mwana hajapenda sisi tuweze kumjua. Kwa hiyo lazima sisi ndio tuwe wanyenyekevu. Ndio anasema mjifunze kwangu. Tujifunze kwake nini? Namna ya kumjua Baba. Tujifunze namna ya kumjua yeye mwenyewe, ili yeye aendelee kujifunua kwetu, ili yeye aendelee kuwa pamoja na sisi. Lakini mwisho ndo anatualika kutembea na hizi fadhila za upole na unyenyekevu. Ndio anasema mkitembea katika fadhila hizi mtapata raha nafsini mwenu, mtapata raha nafsini mwenu. Kuna wengine wanadhania watapata raha nafsini mwao pengine kwa kuwa wakali, kwa kuwa wajeuri, kwa kuwa na kiburi. Anasema nikifanya hivi tuone, tuone sasa, tuone sasa. Ile haikuletei raha nafsini mwako, haikuletei raha nafsini mwako. Au katika tu familia, ukiangalia familia nyingi unaweza kukuta wale ambao hawasameani hawana raha, hawana furaha ndani ya mioyo yao. Kwa sababu gani? Kwa sababu wao wanaamini kwa njia ya kulipa kisasi, kama huyu amenitendea hivi, basi na mimi nikimtendea hivi hivi alivyonitendea, basi mimi nitapata raha. Sasa utamtendea kwa kisasi na wewe kama alivyo pengine kukosea wewe, lakini mwisho wa siku hautapata raha wewe, hautapata, bado nafsi yako itaendelea kuumia. Kwa nini huyu badali? Unaona bado. Ndio maana Yesu toka mwanzo alipokuwa akiwafundisha wanafunzi wake, aliwaambia huko mwanzo imeandikwa jino kwa jino, jicho kwa jicho. Kwa sababu wao waliamini kwamba mtu akikupiga ngumi ya jicho na wewe unatakiwa umrudishie hivyo hivyo ili upate raha, umrudishie hivyo hivyo. Kwenye jicho pale pale. Kama ni jino, mwambie na wewe weka jino na wewe mpige pale pale kwenye jino. Wakizania walikuwa wanapata raha, lakini wanasema halikuwa wapati furaha yote. Ndio maana Kristo akawafundisha msamehe. Nasema imeandikwa hivyo, lakini nasema mtu hata akikugusa wewe msamehe. Tena akikupigia ngumi ya huku mgeuzie na ya huku. Hapo ndio utapata raha. Mwingine ameguna. Sio rahisi. Lakini ndio Kristo anatufundisha. Anasema ukifanya hivyo ndivyo utapata raha ndani ya nafsi yako. Anataka kuonyesha kwamba kwa nguvu ya kusamehe, kwa nguvu ya kunyenyekea, kwa nguvu ya upole, upole una nguvu zaidi ya kushindana na watu ambao wanashindana na wewe. Kama unaamua hata kwenye magomvi, hata kwenye vurugu ndani ya familia, kama mmoja amekukosea ukaamua kukaa kimya,
hiyo ni adhabu kubwa sana ambayo utakuwa umempa, kwa sababu wengi tunapokosa tutatamani mtu aongee, mtu ajibu, tuanze kujibizana kwenye tuanze tukianza kunyanyuliana, hapo ndio sawa lakini una mtu amekaa kimya, aongei mbona uongei? Tunatamani aongee ili tujue tunashindana namna gani. Lakini mtu anayeamua kukaa kimya, mtu anayeamua kuwa mpole, mara nyingi daima anakuwa ni mshindi, daima anakuwa ni mshindi. Kwa macho ya wengine ataonekana ameshindwa, lakini kwa namna moja au nyingine yeye anakuwa ni mshindi, anakuwa ni mshindi. Kuna familia moja, baba moja alimkamata mke wake anamsaliti tena kwenye nyumba yake. Ametoka kazini akamkuta yule baba yule mama na mwanaume mwingine. Basi yeye akawasalimia tu, jamani, habari ya kazi, poleni sana, naona mmechoka. Akaingia akaendelea na mambo yake, akaendelea kulashi viatu vyake. Sasa wale wakaanza kujiuliza, huyu mbona ametuacha au anatuandalia adhabu kubwa sana? Yule baba wala akaendelea tu na mambo yake. Akamwambia tu, bwana, mke wake, mimi njaa inaniuma, niandalie chakula. Akaandaa chakula, akamwambia, mbona umeweka sahani moja, mlete na mwenzangu. Jamaa nakula hata chakula kipiti. Basi yule baba akaondoka, akaenda akarudi kazini. Sasa wale mule ndani wakaanza kujibuya, anaenda kupitia polisi, anaenda kutufanya kule. Baba kumbe mule ndani moyoni anasaya, anasema, Mungu nishikilie huu moyo, kwa sababu ukiwachia tu hapa ndaua. Naomba nishikilie hivi nisifanye lolote baba. Naomba unipe upole wako, naomba unipe unyenyekevu wako, kwa sababu usiponishikilia wewe hali itakuwa mbaya zaidi. Basi yule baba ameenda kazini, akarudi tena nyumbani. Usiku amelala. Yule mama wala alitegemea basi atamuuliza, mke wangu, mbona umenifanyia hivi? Lakini wala yule baba amejilalia tu. Mama ani usiku kule anageuka, baba kikoa tu, amechukua mpaka asubuhi. Sasa imefika asubuhi, yule mama akaona hapana, hili jambo sio la kawaida. Yule mama akabeba virago, huyo akaenda nyumbani kwao, akaondoka zake. Yule baba anarudi kazini, amkuti tu ujumbe kwamba, mume wangu, mimi kwa kweli nimerudi nyumbani, wewe sio mtu mzuri. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo yule baba alijua njia nzuri ya kukwepa hilo ni kuwa mpole na kuwa mnyenyekevu. Kwa hiyo kuna mambo ambayo tutayashinda, si kwa sababu tutarudisha kisasi, si kwa sababu tutarudisha maneno kwamba wao wametutukana, na njia nzuri ya sisi kupata amani ndani ya mioyo yetu tuwatukane. Anasema njia nzuri ya kupata amani ni wewe kukaa kimya, ni wewe kuwa mnyenyekevu na kuwaombea. Lakini Paulo anasema tutayashinda yote hayo kama hatutaongozwa na mwili. Anasema mkikubali kukaa katika roho, mtatenda mengi katika roho. Lakini mkikaa katika hali ya mwili, kwa sababu mwili ndio unaopenda kushindana, lakini roho anapenda upole, zile fadhila au zile tunasema mapaji ya Roho Mtakatifu ambayo yanakuwa yanatuongoza, ndiyo atakayotupa nguvu ya kutembea katika fadhila hii ya upole, fadhila hii ya unyenyekevu. Sio rahisi sana ukiwa katika hali ya mwili, kwa sababu kuwa mpole, kuna mtakatifu mmoja anasema, mimi nimejifunza kuwa mpole kwa miaka 25. Kuwa mpole nimejifunza kwa miaka 25. Mimi kuwa mpole maana nimehangaika kwa miaka 25. Kwa hiyo sio fadhila ya rahisi sana. Kwa sababu wengine tukitugusa hapa lazima tunyanywane vizuri kidogo. Kwa sababu tuna hiyo fadhila. Kwa hiyo anasema ili uweze kuwa na hii fadhila lazima uongozwe kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, kwa nguvu ya Roho. Anasema Roho wa Mungu anayekaa ndani yenu ninyi hamtamfuata mwili, bali mtaifuata Roho. Fadhila hizi ambazo Yesu anatualika tujifunze kweli, kila wakati tujifunze kwake katika fadhila hii ya upole na fadhila hii ya unyenyekevu. Tumsifu Yesu Kristo. Amen.